Hali ya siasa nchini Tanzania. Ni makosa gani ambayo Chadema inakubali kwamba imewahi kufanya katika siasa za Tanzania? Tumefanya makosa kadhaa ya kufanya maamuzi, lakini mimi makosa nayoona ambayo ni makubwa ambayo tumewahi kufanya. La kwanza ni mwaka juzi baada ya mwenyekiti wetu kukamatwa, mwenyekiti Freeman Mbowe, na kupewa kesi ya ugaidi. Baada ya kutoka tulikwenda Ikulu tukafanya mazungumzo na Rais Samia. Hapo nazungumzia mwenyekiti mstaafu. Mwenyekiti mstaafu Mbowe. Naam. Tukafanya mazungumzo na rais wa wakati huo Samia Suluhu Hassan, na baadaye kaundwa timu za mazungumzo ya watu 5 kutoka CCM na watu 5 kutoka Chadema, na tukafanya mazungumzo, wakatuzungumzisha kwa mwaka mzima. Nafikiri ni kati ya makosa makubwa ambayo tumewahi kufanya, kwa sababu tuliwaamini watu ambao hawapaswi kuaminiwa. Kwa maoni yangu, hilo ni kosa kubwa sana tulifanya kama chama, kuamini watu ambao kwa kweli hawakuwa na nia, hawakuwa na dhamira, na ni watu ambao walijua wanaturagai tangia mwanzo. Na makosa hayo ndio maana kwa sasa tunasema hakuna mazungumzo yanaweza kufanyika baina yetu na wao bila kuwa na msuruhishi ambaye ataleta pande mbili pamoja, kwa sababu huwezi kuamini watu wasioaminika. Kosa la pili ni wakati wa mchakato wa katiba, wakati wa Rais Kikwete akiwa madarakani. Chadema ilipeleka maoni kwamba bunge la katiba liko na wabunge wengi wa CCM. Kwa hiyo kwa vyovyote vile lile bunge lingekuwa dominated na CCM na lisingewapatia Watanzania katiba waliokuwa wanahitaji. Na kutokana na hiyo sheria ikatungwa ambayo sisi tulishiriki kuichakata tukiamini wana nia njema pia. Likaje kundi la watu lilikuwa linaitwa 201. Lakini Kikwete, rais aliyekuwepo wakati ule, akamisiuse tena power tulizo press kwake kwenye lile kundi la 201 ambalo lengo lake lilikuwa lilete watu neutral waje kumitigate, yani waje kupunguza idadi ya maamuzi ya watu wa CCM waliokuwa bungeni kwa wingi. Akatumia hiyo nafasi kuleta wana CCM kupitia NGO, kupitia makanisa. Ukiwaangalia watu waliokuja kama bwana mmoja anaitwa Askofu Mwagachi na wengine wote, ukifuatilia background zao, waliteuliwa kama watu neutral, lakini kumbe ni wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo NGO zilipeleka wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Unakumbuka hata Humphrey Polepole alienda, wakina Makonda huyu, wakina nani walienda, lakini wakaenda kumbe ni wana CCM, wakaenda kuongeza idadi kubwa zaidi ya wana CCM, na mwisho wa siku mchakato ule wa katiba ukavurugika. Kwa hiyo mimi nafikiri pia kosa la kuwaamini watu wasioaminika, haya kwangu ndio makosa mawili makubwa ambayo Chadema tumewahi kufanya, kuamini watu wasioaminika na wasio na nia njema. Unasema kuamini watu wasioaminika. Chadema nyewe mnaaminika? Tunaaminika ndio. Kwa sababu tukisema jambo tunalisimamia mpaka mwisho. Tukiahidi jambo mbele ya umma, jambo lenye masilahi na nchi yetu, ni jambo ambalo tuko tayari kulisimamia bila kujali gharama zitakazotukuta. Na ndio maana viongozi wetu wamekutana na misukosuko mikubwa sana kwenye nchi hii katika kuhakikisha wanasimamia kile wanachokiamini. Ni viongozi wa Chadema ambao kwa maelfu wamepotezwa, wakina Deus Dedit Soka, wakina Kipanya, wakina Ben Sanane na mamia ya wengine. Ni viongozi wa Chadema akiwemo mwenyekiti wetu wa sasa, wamepigwa risasi mchana kweupe mwaka 2017 bungeni kwa sababu ya kusimamia wanachokiaminika. Ni viongozi wa Chadema ambao wanafungwa hivi tunavyozungumza. Kuna wanachama na viongozi wetu 69 wako magereza za nchi hii kwa kesi za uongo za ugaidi. Ni viongozi wa Chadema ambao mwenyekiti wetu amefunguliwa kesi ya ugaidi na akakaa gerezani kwa miezi 8, mwenyekiti Mbowe, kwa sababu tunaaminika na tunaweza kusimamia yale tunayoyaamini, ambayo ni maslahi makubwa ya taifa letu.
Kwa maana kwa mwenyekiti wenu kuwa ndani, kuwa gerezani. Yes. Mnaiomba serikali mwachie? Ukisema tunaiomba serikali, nafikiri unaleta sio sahihi. Tunaitaka serikali mwachie kwa sababu Watanzania wanajua ukweli huu. Hata wewe unaujua. Ukilala tu ukajitafakari vizuri, na wana CCM wanajua kwamba kwanza Lissu sio mhaini. Ni kesi ya uongo ya kutengeneza. Na hakuna uhaini wa mtu mmoja duniani hapa. Cha pili ni kesi ya kisiasa tu ambayo mtu amemweka kiongozi wa upinzani ambaye anapaswa kushindana naye ndani ili ajitafutie ahueni ya kisiasa. Kwa hiyo wamekaa naye kwa muda mrefu, tunawataka wamwachie kwa sababu sio sisi tu tunaosema hivyo. Zimesema jumuiya za kimataifa. Commonwealth imetoa siku 30. Na sio sisi tu, Umoja wa Ulaya, Umoja wa Mataifa, EU, African Union. Ukisema Commonwealth na wengine watasema hao ni wazungu. African Union imesema, SADC imesema kwamba hizi kesi za aina hii ni kesi za kukandamiza wanasiasa wa upinzani ili kufifisha demokrasia. Kwa tunaitaka tunamtaka DPP Bwana Mwakitaru afute hii kesi kwa sababu ushahidi ni kwamba hata Mbowe, mwenyekiti aliyekuwepo wakati ule, mwenyekiti Mbowe aliwekea kesi ya aina hii, akakaa ndani miezi 8 na baadaye wakamwachia. Sasa unamwachiaje gaidi alafu unaenda kukaa naye Ikulu? Kwa hizi ni kesi za kisiasa za uongo, na ndio maana tunamtaka DPP afute hii kesi, au yule aliyemwagiza DPP kumbambikizia kesi mwenyekiti wetu amwagize ifute hii kesi ili mwenyekiti arudi barabarani kutekeleza majukumu yake. Huo ndio wito wetu kama chama, ndio wito wa viongozi wa dini, ndio wito wa Watanzania wote. I'm a multifaceted artist. I DJ, design, illustrate.